nikukabidhi kitu uogopeke kaya hii. Waandike wanafunzi wote uniletee majina. Bibi, majina? Ndio. Kwani kila siku kwani kuniamba tu mimi? Kila siku kila ninapoingia huko shuleni kuniamba tu mimi. Kwani nyinyi je? Hii nini? Hii nini? Ndio sheria inavyosema hii nini? Sikilizi. Mmekula chochote kwa bibi? Tumekula. Mmekula nini? Tumekula nyama ya mtu. Mwanangu. Naam mama. Mimi nimekuja. Nimewafuata watoto wale. Mama. Wale watoto utawaweza sasa hivi wewe? Kila siku unatia ugumu. Ugumu uko wapi kwani? Watoto wanabidi wengine wanasoma form 1, wengine wana darasa la pili. Sasa wewe kikonge sasa hivi wewe utawaweza wale watoto? Yaani utaki kabisa? Pamoja na tembea mimi peke yangu, lakini watoto mama yao wamekufa, lakini watoto wale mimi na wamudu kutembea nao. Wewe sasa umezeheka mama. Utaki kweli? Ndugu, ni muda mrefu sana tujaonana, na kipindi cha hivi karibuni nilikuwa nikiangalia mtiririko wa maisha yako ndugu yangu, nilikuwa siuelewi. Achilia maisha yako binafsi, hata kwenye familia yenu pia. Yaani ni familia fulani ambayo mlikuwa mkiabudu sana ushirikina. Yote yamesababisha vitu vingi sana. Imesababisha familia yenu kusambaratika. Ona sasa, hii imepelekea sasa hivi wewe bwana huko tukaa muda mwingine peke yako unalia. Kuni mishemishe mashambani hatukuoni tena. Kuni biashara tulikozoea kukuona hatukuoni tena. Yaani mtu ni upo tu peke yako. Mbaya zaidi, familia yenu imesambaratika yote. Umepoteza mke. Mlikuwa mnapendana, ghafla tu mke kauma miaka 4. Umekuja kumwacha kwa mwenye bado unampenda. Ndugu yangu amekuta, tueleze nini shida? Rafiki yangu acha tu. Hata sielewi. Dunia ina mambo sana. Alafu na dunia si mbaya, ila walimwengu ndio wenye ubaya, ndio wanaichafua dunia. Nilipokuwa naambiwa kuwa uyaone, mimi kadhani gari ama pikipiki au hata magorofa hivi, ila nimejionea. Bwana, katika familia yetu tulikuwa watu 3 baada ya kufariki baba yetu, kiwamaanisha mama, kaka. Na kaka alibahatika kuwa na watoto 2, tena wote wa kike. Ila cha ajabu sasa, kaka kafa kifo cha kutatanisha. Baada ya hapo sasa, wale watoto kwa hakuna muhimili, na kama ni kwa mali ya kwetu sisi, mimi na mama yangu. Kwa hiyo sasa nikawa tu hata sielewi ilikuwa hivi. Mwanangu, mimi nimekuita. Kuita kwangu nimekumisi mwanangu. Nimekumisi, najua nakupenda sana. Nakuita nikupe kitu
nikukabidhi kitu uogopeke kaya hii, na wote watakuogopa. Kitu gani hicho mamangu? Wewe kubali tu, nimekupenda, yani nikutunuku, nikupe mkoba. Mkoba? Ndiyo. Mama, ni mkoba upi ambao unaozungumzia? Mkoba huu, mkoba wa uchawi, uogopeke. Uchawi? Unataka kukataa? Mama, hivi unachokiongea unakielewa au unaongea kwa sababu sasa hivi ni umezeeka? Nakielewa, na ndio maana nikwambie. Bila kuelewa ningekwambia. Hapana, mimi siwezi. Huwezi kufanyaje? Mimi siwezi mama. Yaani uchawi mimi siwezi kabisa. Sitoweza. Takufunza. Sitaki. Mimi nataka kukufunza wewe. Usikatae. Kwa nini unakataa? Wewe si umekaa na mwanangu mimi? Sikukatali mamangu, lakini kwa hilo mimi siwezi. Sasa kata uone. Siwezi. Na mimi nataka kukupa wewe. Mimi siwezi. Kata uone. Siwezi. Na siji tena kwako. Mbavu. Hana njia yoyote nyingine ya kupita tofauti na hii. Sasa ngoja, lazima nimkomeshe. Siwezi kumwangusha bibi yangu kama alivyonielekeza bibi yangu, siwezi nikamwangusha. Lazima kiende sawa kama alivyoniagizisha bibi. Siwezi kumwangusha bibi yangu, hii ndio kazi yetu.